Baadaye wakamwambia mama mdogo, huyu msichana bwana mimi simtaki tena, arudi tu nyumbani. Basi nilikuwa na kibegi kidogo chekundu, nikafukuzwa pale Sido. Nilipofukuzwa pale Sido nikarudi nyumbani. Mama na baba walikuwa naishi Kalunde. Nilipofukuzwa nikaenda pale, mama akaniambia kwa nini umerudi? Nikamwelezea kwamba mama, nimefukuzwa kule nilikokuwa nakaa Sido. Akaniambia umefukuzwa kwa jia nini? We mpuuzi, we nimekutafutia kazi, kwenu nye ni maskini wa kutupa. Mama alikuwa na dharau. Kwenu nye ni maskini wa kutupa, babako mkulima, mamako mkulima, alafu nimekutafutia kazi kusaidie usome chuo, ukimaliza chuo cha uwaziri uje upate kazi. Umeingia dini ya kijinga, unalialia tu ovyo eti unafunga. Umekuja hapa unafikiria utakaa hapa, baba amesema na hapa hutakaa, wewe hutakaa hapa, itabidi tu utoke. Sasa nikamwambia mama, sasa mimi nitaenda wapi? Akaambia utajua we mwenyewe. Basi watoto wake wakawa wananidhihaki, saa ingine wananipiga mateke, saa ingine wananitukana. Nimeshaokoka hapo. Basi nikaa hata kwenda kanisani ikawa shida. Baadaye mama mdogo akaniambia, bwana, baba amesema hutakaa hapa, kwa hiyo ondoka hapa. Sasa nikachanganikiwa, nikaona hapa ngoja nichukue kibegi changu. Nilifukuzwa saa 10 jioni, nikajitwisha kibegi changu, naelekea kwa mchungaji Lusito hapo Kitete. Na pengine ulikuwa na umri gani kwa muda huo? Nilikuwa na miaka 16 tu. Basi nikajitwisha kibegi changu, nikaanza kuelekea kwa mchungaji Lusito. Nimefuata ile barabara ya Kitete. Wakati natembea njiani, sijafika kanisani, nikakutana na mwenyekiti wa kwaya. Alikuwa anaitwa Joseph Magayo, kwa sasa ni mchungaji pale Mirambo. Kama unaingia Mirambo pale Barracks, ni mchungaji, kuna kanisa la TAG. Aliponiona akaniambia, we Rebeka, unaenda wapi? Nikaambia, baba mimi nimefukuzwa. Nini nimefukuzwa? Akanipangusa machozi, akaninyang'anya begi, akasema hamna, twende turudi Sido huko ukakae kwangu ili wauone ukuu wa Mungu, baadaye utakuja kumjua tu Mungu. We twende tu ukakae, alafu utaona Mungu jinsi atakavyokufanyia. Basi nikarudi pale Sido, nakaa kwa mwenyekiti. Wakati huo Joseph Magayo alikuwa mwenyekiti wa kwaya pale Kitete. Nikakaa pale, mama yule akanipokea, nikaanza kuishi pale. Sasa kitu nilichojifunza pale, wale watu walikuwa ni wacha Mungu, walikuwa ni waombaji kuliko maelezo. Yaani wakiamka kuomba saa 8, yule baba alikuwa anaomba, akipiga kelele saa 8 na mimi nashtuka huku, nasema kumbe kuna kuomba saa 8. Wakanifundisha kufunga na kuomba, wakanifundisha kumtegemea Mungu, na huku nahudhuria kanisani kwaya, huku nahudhuria ibada zote. Nikawa huru sasa, nikawa namwabudu Mungu sasa kwa uhuru. Wakanifundisha kusoma neno, wakanifundisha kumjua Mungu. Kwa hiyo nikaendelea, nikajifunza pia. Mzee mchungaji Lusito alikuwaga anapenda kuja kwetu Sido, anapewa chumba cha maombi, anaweza akakaa hata wiki hajaonekana. Siku akitokeza kanisani lazima unabii utatoka, hata ubiri unabii utatoka. Kwa hiyo nikajua kumbe watu waliookoka inatakiwa wafunge na kuomba, inatakiwa wasome neno. Nikaendelea, nikaishi hapo mwaka 82 nikapata mchumba kanisani hapo. Sasa niko kwa mwenyekiti wa kwaya, ila mamangu mdogo ambaye nitoke na mamangu yupo Kalunde hapo. Basi nilipopata mchumba nikaenda kwa mama mdogo, nikaambia mama mdogo,